Mtazamaji, kwa nini basi hii inaitwa Eid al-Adha ama Eid ya kuchinja? Maana halisi ya Eid ni sikukuu. Na waumini wa dini ya Kiislamu wanapotekeleza ibada hii ya Eid ya kuchinja, basi nyuma yake huwa kuna historia ndefu. Na hii ni baada ya kila mwaka na huwa ni kumbukumbu tu za kisa cha Nabii Ibrahim na mwanawe Ismail kulingana na maandiko ya Quran. Mengi kuhusu historia hiyo basi tuyapate na mwanahabari wetu Hemed Abdalla ambaye anatusimulia kisa hicho ambacho kinazingatia maadili ya Kiislamu katika maagizo ya filamu na vile vile ikiwa ni filamu ya Nabii Ibrahim. Zamani katika jangwa tulivu la ardhi ya Sham nchini Saudi Arabia aliishi nabii mwenye imani thabiti na isiyoyumba. Kulingana na maandiko ya Quran, nabii huyu aliitwa Ibrahim. Alikuwa ni mja mtiifu wa Mwenyezi Mungu. Alikuwa ameishi kwa miaka mingi bila mtoto hadi uzeeni mwake akapewa neema ya mwana kwa jina Ismail ambaye mamake alikuwa Hajar. Furaha ya Ibrahim haikuelezeka. Alimpenda mwanawe kwa moyo wake wote. Miaka ikasonga. Ismail akavuta umri na kuwa kijana mwenye akili, tabia njema na moyo safi. Na hapo ndipo jaribio la kupimwa kwa imani ya Ibrahim lilipoanza. Usiku mmoja Nabii Ibrahim aliona ndoto ya ajabu. Ndoto hiyo ilijirudia mara kadhaa. Akiwa usingizini aliona akimchinja mwanawe Ismail kwa kumtoa kama sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Alifahamu kuwa ndoto ya nabii ni ujumbe wa kweli na ufunuo kutoka kwa Mola wake. Siku ya pili, kwa moyo mzito lakini wenye imani, Ibrahim alimshauri mwanawe kuhusiana na ndoto yake. Ewe mwanangu, nimeona katika ndoto yangu kwamba na kuchinja. Waonaje juu ya hili? Mwenyezi Mungu atanikuta miongoni mwa wenye kusubiri. Ismail hakusita, kwa unyenyekevu na utiifu wa ajabu alijibu. Kwa moyo mzito na ulio imara wa kumtii Mola wake, Ibrahim na mwanawe walielekea katika bonde moja linalojulikana kwa jina la Mina huko nchini Makka. Hapo Ibrahim akamfunga mwanawe na hakutaka sura zao zitazamane, akiogopa kushindwa kutekeleza amri ya Mungu kwa huruma ya uzazi. Ila aliponyanyua kisu chake juu, mara sauti ilisikika kutoka mbinguni. Ilikuwa ni sauti ya Mola wake, ni sauti inayompa ishara ya kupongezwa kwa kuwa na imani thabiti na kwa kupita mtihani huo. Badala yake alipaswa kumchinja kondoo aliyeletewa mbele yake kama sadaka. Baba na mwanawe wakiwa waasisi wa kujenga msikiti wa kibla kikuu cha ulimwengu, Al-Kaaba, kilichopo Saudi Arabia, ndicho kile kilichowapa waumini wa Kiislamu mwelekeo wa ibada. Tukio hilo tukufu likiwa ni kumbukumbu ya milele kwa waumini wa Kiislamu. Kila mwaka katika mwezi wa Dhulhijja, Waislamu hufanya ibada ya Eidul Adha au Eid ya kuchinja, kwa kuchinja wanyama kama sadaka na ishara ya kumtii Mungu, kama alivyofanya baba wa imani kuu Ibrahim. Kama namna watu walivyotekeleza ibada ya hija, na kule watakuwa kichinja, na hapa pia Kenya tutakuwa tukichinja kufuata sunna Nabii Ibrahim alayhi salam, kama alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu katika ndoto yake kuchinja, na sisi pia tutakuwa ni wenye kuchinja kuhuisha sunna ya Mtume Ibrahim alayhi salam, na sunna hii pia ilihuisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndiyo historia
na chanzo cha kutekeleza mila ya kuchinja inayotoka kwa Nabii Ibrahim. Allahu Akbar ni maneno ya lugha ya Kiarabu yaliyo na maana ya tafsiri kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Na mahujaji wanapoelekea katika taifa la Maka au Saudi Arabia, huko hufika katika sehemu inayoitwa Mina kwa ajili ya kutekeleza kitendo cha kuchinja wanyama, ambapo ni kutekeleza kitendo kile cha Idi ya kuchinja. Hemed Abdallah, NTV, Nairobi.